Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Si wengine wanazungumzia wananchi Young Africans katika muendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao, ambapo taarifa zinaeleza kwamba klabu ya soka Young Africans leo hii wamekwenda kuweza kukamilisha moja kati ya sajili kubwa kwenye kikosi chao. Unaelezwa kwamba klabu ya soka Young Africans hawajataka kuweza kupoa katika swala zima la kuwahi wachezaji mapema kabisa. Unafahamu ya kwamba dirisha likitakapofunguliwa, Young Africans watakuwa na kazi moja tu ya kuweza kutambulisha wachezaji ambao wameweza kuwasajili, kwa sababu ya kile ambacho kinachoelezwa kwa sasa kwenye taarifa kwamba Young Africans wanaangalia namna kuweza kukiboresha kikosi chao baada ya usajili ambao uliweza kufanyika kuonekana kama ni usajili ambao au kuweza kufanikiwa. Yani kiufupi ni kwamba usajili haujalipa kulingana na kile ambacho wananchi Young Africans walikuwa wakiweza kukitarajia. Hivi karibuni uliweza kusikia hapa nazungumzia Ali Kamwe akiweza kumsisitiza rais wa klabu ya soka Young Africans Engineer kurudi kwenye usajili kwa sababu sajili zilizopita waliwaachiwa makocha wafanye jambo ambalo likafanya waweze kuleta wachezaji ambao hawakuwa kwenye form nzuri ya kuweza kuitumikia Young Africans na kutoa kile ambacho chenye ubora. Sasa inaelezwa kwamba Engineer ameanza sajili zake mapema kabisa. Na nani huyu ambaye amekwenda kumsajili? Leo hii utakwenda kujua hapa, kwa sababu taarifa kamili ya kile kinachoendelea niko nayo. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu loandikwa hapo no subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu kunako katika kikosi cha klabu ya soka. Si wengine unazungumzia hawa ni wananchi Young Africans katika muendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Karibu bana, klabu ya soka Young Africans mapema hii leo, ambapo inaelezwa kwamba kile ambacho wananchi Young Africans walichokuwa wakiweza kukipigia hesabu kimekamilika, ambapo inaelezwa kwamba hawakutaka kuweza kupoa katika swala hili zima la usajili. Hivyo basi wameanza mchakato wao mapema kabisa, ambapo taarifa ilikuwa ikieleza juu ya kile ambacho kilichopo juu ya mchezaji huyo ambaye kwa sasa ni moja kati ya top kikubwa sana katika ligi kuu ya soka Tanzania bara. Si mwingine bali nazungumzia ni Ramadhani Chobwedo, ambapo taarifa inasema ya kwamba klabu ya soka Young Africans Sports Club imefanikiwa kukamilisha rasmi usajili wa kiungo mshambuliaji mahiri wa TRA United Ramadhani Chobwedo. Taarifa zilizothibitishwa zinaeleza kuwa nyota huyo tayari amesaini mkataba na mabingwa hao wa ligi kuu ya Tanzania bara, na sasa rasmi atakuwa sehemu ya kikosi cha Yanga kuanzia msimu ujao. Kukamilika kwa usajili huo kunahitimisha uvumi uliokuwa ukizunguka kwa muda kuhusu hatima ya mchezaji huyo ambaye amekuwa akiwaniwa na vilabu kadhaa vikubwa nchini. Uongozi wa Yanga umeonyesha umakini mkubwa katika dili hilo kwa kuhakikisha hawasubiri hadi mwisho wa msimu, bali wamechukua hatua za haraka kumaliza usajili huo mapema ili kuondoa ushindani kutoka kwa timu nyingine. Hatua hiyo inaonyesha dhamira ya klabu hiyo kuendelea kujijenga kwa usajili wenye tija na kulinda ubora wa kikosi chao. Ramadhani Chobwedo amejiunga na Yanga baada ya kuvutiwa na mradi wa maendeleo wa klabu hiyo pamoja na nafasi ya kushiriki mashindano makubwa ikiwemo ligi ya mabingwa Afrika. Uwezo wake wa
kucheza nafasi ya kiungo mshambuliaji na kusaidia upatikanaji wa mabao unatarajiwa kuongeza nguvu kubwa katika safu ya ushambuliaji ya timu hiyo. Kabla ya kukamilisha kwa dili hili, Chobedo alikuwa karibu kujiunga na Singida Black Stars ambapo mazungumzo yalikuwa yamefikia hatua nzuri tangu mwezi uliopita. Hata hivyo, ujio wa Yanga kwenye mazungumzo na ofa yao yenye ushawishi mkubwa iliamua hatima ya mchezaji huyo kujiunga na kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans, huku ukiweza kushuhudia namna ambavyo mambo yanavyozidi kwenda, ambapo ukiweza kuona namna gani ambavyo klabu ya soka ya Young Africans wamejikita zaidi kuhakikisha kwamba wanapata yale ambayo yanayoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao, ambapo kila kitu kimeweza kuwekwa wazi ili kuweza kujua kwamba Chobedo ni wapi ambapo anapoelekea kwa sasa, ambapo ni kwenye timu ya wananchi Young Africans ndio wameweza kupata saini ya nyota huyo mkubwa kabisa kuweza kujiunga na kikosi chao. Lakini katika taarifa nyingine ambayo ni kubwa zaidi, ambapo Engineer Hersi Said ameweza kufunguka juu ya kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kuhusiana na issue ya Damaro, akiweza kuweka ukweli wazi kabisa wa mambo ambayo yanayoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans, ambapo katika taarifa ambayo inaendelea, ambapo rais wa klabu ya Yanga Engineer Hersi Said ameweka wazi kuhusu sakata la usajili wa kiungo Mohamed Damaro, akisisitiza kuwa mchezaji huyo si raia wa Guinea bali ni Mtanzania. Akizungumza siku ya leo, Hersi amesema leseni ya Damaro pamoja na mfumo wa usajili wa FIFA TMS vinatambua kama Mtanzania, hivyo kusajiliwa kwake kukiuki kanuni zozote. Leseni ya Damaro inasema kama mchezaji Mtanzania tangu Januari 2025. Sisi tukimtizama kwenye mfumo ambao FIFA wanautambua TMS, mfumo unamtambua kama mchezaji wa Kitanzania. Kwa hiyo sisi kama Yanga ukiutuingizia kwenye hilo sakata unatukosea, amesema Engineer Hersi. Ameeleza kuwa Damaro alitoka Singida Black Stars kama mchezaji wa ndani na kuongeza kuwa madai yanayoikosoa Yanga kuvunja taratibu za usajili hayana misingi na yanapotosha ukweli. Ikumbuke kuwa hivi karibuni mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya klabu ya soka ya Simba Sport Club Cletus Magoli aliweka wazi kuwa wameomba review kwa TFF kuhusu sakata hilo, na baada ya hapo watasonga mbele kwenye mahakama ya michezo ambayo ni kasi, na hata wakienda mbali zaidi watafika mpaka FIFA ili ukweli uweze kupatikana, ambapo klabu ya soka ya Simba wao waliweza kuainisha kwamba wanahitaji kwenda kufika mpaka kule kasi na FIFA kuyapeleka mambo haya ili Young Africans wapate kile ambacho nakistahili, ambapo ni moja kati ya vitu ambavyo vinasemekana wanataka Young Africans ikatwe alama kwa mechi ambazo Damaro ameweza kucheza. Ni jambo ambalo kila mmoja liliweza kumshtua kwa kweli kuhusiana na hicho ambacho kinachoendelea, lakini Young Africans wamekuja kutoka na kuweka jambo hili bayana kwamba Damaro ni Mtanzania na Damaro hajasajiliwa Young Africans. Damaro amekuja Young Africans kwa mkopo, yani ni mchezaji ambaye amechukuliwa kwa mkopo kama wachezaji wengine, na uraia wake toka amebadilisha sasa mpaka hivi sasa ni mwaka mzima umepita. Kwa hiyo unaweza kushuhudia namna gani ambavyo mambo yanavyozidi kwenda, ila weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana na taarifa hii. Hapa ni Wina Media, endelea karibu na sisi, usisahau kusubscribe na kubonyeza